wamekuwa wanapanda shuka nyingi, na hiyo imetoa nafasi kwa vijana wa Frank Enrique. Anahitaji kushinda mchezo mmoja ili yeye atangazwe kuwa bingwa wa ligi kuu nchini Hispania ambayo maarufu kama La Liga. Lakini kule ligi kuu nchini Italia maarufu kama Serie A tunashuhudia likiendelea, lakini ukitazama unaona tayari huenda kwa namna ambavyo ilivyo, kama wameshatupa taulo upinzani wa karibu ambao ni Napoli pamoja na AC Milan. Ubingwa wamebaki kwa miamba kutoka mitaa ya San Siro ambao ni International Milan. Itakuwa namna gani? Itakuwa ni vipi? Endelea kufuatilia muendelezo wa ligi hiyo pale nchini Italia maarufu kama Serie A, ambayo weekend hii pia itakuwa inapigwa kama kawaida. Lakini pale ligi kuu nchini Hispania kumekuwa na shughuli kidogo. Paris Saint-Germain hajarejea kwenye ubora mkubwa hivyo, japokuwa bado anaongoza ligi. So tuendelee kuona utofauti wa alama bado sio mkubwa kivile. So kuelekea mechi kadhaa zilizobaki za kumalizia ligi kuu, tutaenda kupata nani ambaye anaenda kuwa bingwa kwenye ligi hiyo. Kwa hiyo haya ni machache kati ya yale mengi ambayo tumeyakumbata mchana wa leo, lakini sikuache hivi mtazamaji wa Brain Sport. Jana nikiwa kwenye mitaa kidogo na wanangu, tulikutana na mtu mmoja media. Hii ni segment maarufu inaitwa Je, ulikuwa unajua? Na leo tumemweka mezani kinda wa klabu ya FC Barcelona na timu ya taifa ya Hispania ambaye ni Lamine Yamal. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwa nini Lamine Yamal amekuwa akitumia jina Lamine Yamal kwenye jezi yake, jambo ambalo alijawa hivyo kwa baadhi ya nyota wengine wanaocheza ligi kuu nchini England au ligi kuu nchini Hispania au ligi kuu nchini Ujerumani au tuseme duniani kote. Hakuja kuwa na utaratibu wa wachezaji kuvaa jezi ambayo nyuma kuna majina mawili ambayo ni kama Lamine Yamal. Kwa hiyo mimi leo hii nimekuja nikupe hiyo kodi. Lamine Yamal kwa nini anavaa jezi nyuma ya mgongo wake kuna jina lote Lamine Yamal? Bwana Lamine Yamal hilo ni jina lake halisi ambalo alipewa na wazazi wake. Babake Lamine Yamal anaitwa El Janawi na mamake anaitwa Ebana Sheila. Kwa hiyo babake El Janawi alimpa hilo jina mwanae Lamine Yamal kutokana na hali ngumu ambayo aliipitia baba mzazi wa Lamine Yamal wakati Lamine Yamal akiwa tumboni kwa mamake, yani Lamine Yamal akiwa mamake Lamine Yamal akiwa mjamzito kabla hajaja kumpata Lamine Yamal. Babake alifukuzwa kazi maeneo ambayo alikuwa anafanyia kazi. Unajua babake Lamine Yamal mzee bana amekuwa akifanya kazi kwenye maeneo ya kuegeshea magari. Kwa hiyo alifukuzwa kazi akarudi nyumbani. Kwa hiyo hawa watu wawili wakaja, alikuja bwana Lamine lakini pia alikuja Yamal, wakampiga tafu, wakamsaidia kumlipia kodi alipokuwa anakaa, wakaandaa pia mahitaji mengine kwa ajili ya kutayarisha hata mtoto akija katokea leo hii amezaliwa akutwe kwenye mazingira ambayo yamekaa sawa. Kwa hiyo babake Lamine Yamal akawaahidi wale watu ambao ni Lamine na Yamal kwamba ikitokea akapata mtoto wa kiume kwa wema ambao wamemfanyia atamuita jina la Lamine Yamal. Na mtoto alipozaliwa Lamine Yamal, babake akaona sababu aliwaahidi na walimsaidia wakati ambaye alikuwa na shida, akaamua kwenda kumuita jina la Lamine Yamal. Kwa hiyo jina la Lamine Yamal linasimama kwa heshima ya kurudisha fadhila kwa watu ambao walimsaidia babake Lamine Yamal, babake wanaenda kumsaidia pale. Kwa hiyo ni namna ambavyo watu wanaweza kulipa hizo fadhila za kufanyiwa wema wakati ambao wamekuwa hauna shida. Kwa hiyo ndio ilikuwa namna ambavyo bwana Lamine Yamal watu wengi wanamuona anavalia jezi ambayo nyuma yake kuna hilo jina la Lamine Yamal. Kwa hiyo hii ni story fupi ambayo nimeona nikupitishe, lakini tutakuwa na utaratibu mara kwa mara, tutakuwa tunapeana hizo update, tutakuwa tunapeana hizo story ambazo ulikuwa labda huzijui, tutakuwa na kufungua, tutakuwa na kuongezea madini mengi kwenye ubongo wako.